Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasalimu kanisa katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu maana amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu. Amekuwa tegemeo katika hii wiki. Ameachilia uwepo wake, ameachilia uzima kwa watu wa Mungu. Ikiwa hata kuingia katika nyumba yake si kwa nguvu zetu wala uweza wetu, bali ni kwa neema yake. Sema amen. Ni wakati mzuri, wakati wa neno. Tamani ukapate kufungua moyo wako, fungua macho yako, chukua hili neno kalifanye kuwa lako, kapate kulifanyia kazi katika maisha yako, wewe na jamii yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tangazo ni kwamba mama yenu leo hayuko. Amekuwa hapa asubuhi, lakini ameenda sehemu ya Tezo huko kwa mazishi. Kuna yeye ndugu dada yetu Juma Mweri alifiliwa na mtoto wa dadake na wanazika leo. So amekimbia huko kwa ajili ya hayo mazishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambao ache wafu wakazike wafu wanziao. Mimi bado sijafikia huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So ni wakati wa neno. Tamani tukapate kuingia katika neno. Ulivyokuja usitoke jinsi ulivyo. Kudai haki yako wewe mtu wa Mungu. Ni wakati wa kudai uhai wako. Wakati wa kudai uzima wako. Ni wakati wa kudai haki yako. Wale waliokamata haki yako, waliokamata maisha yako, ni wakati ukapate kudai mchana wa leo. Maana Bwana anataka akapate kukuregeshia mwenyewe. Haleluya. Ninajua ya kwamba tunaishi katika huzuni. Tunaishi katika dhiki. Tunaishi katika kunyanyaswa. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo hata Yusufu alikuwa na maisha kama hayo. Yusufu ikafikia wakati ndugu zake wakamuuza ili asionekane machoni kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la kumuuza Yusufu ni kwamba Yusufu alikuwa ana kimbelembele. Haleluya. Maana kile ambacho Yusufu alikuwa akikuona, yeye ni sharti akapate kukiweka wazi. Hata akipewa ndoto, maono, yeye ni sharti awaambie ndugu zake kwamba kuna Bwana amenena hili. Kumbe kile kimbelembele cha mtu ni hatia kwa watu. Haleluya. So kimbelembele chako ndo kimekuacha wewe umewekwa katika miungu. Kimbelembele chako ndo kimekuacha wewe umefungwa. Kimbelembele chako ndo kimekuacha umeketiwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Maana walikuuza. Yusufu aliuzwa ni kwa ajili ya kimbelembele chake. Lakini Yusufu alisimama katika kumtumikia Bwana. Yusufu alisimama katika kumuita Mungu. Yusufu alikaa katika neno la Bwana. Na kukaa katika neno la Bwana, Yusufu alinyoshewa mkono na Mungu. Na baada ya kunyoshewa mkono wa Mungu mikononi kwa mahadui, Bwana akamweka hai Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ndivyo ilivyo siku ya leo mpendwa. Hicho kimbelembele chako ndo kimekuacha umewekwa katika magonjwa hayo. Hicho kimbelembele chako ndo kimekuacha wewe umezimwa. Kimbelembele chako ndo kimekuacha umelikosa tumaini. Lakini nataka nikuambie ya kwamba unaposimama katika kumtegemea Mungu, Bwana anaenda kukuweka mikononi pake. Hautaebika kamwe, bali maadui wataenda kupigwa na butwani kwa ajili yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati wa kwenda kumuita Mungu mchana wa leo. Waliokutenga, waliokuuza ili waone maisha yako yanaharibiwa. Walikuuza ili wakuone wewe unahangaika. Walikuuza ili wakuone wewe unateseka. Lakini nataka nikwambie yule anayesimama katika kumtegemea Bwana hataibika katika maisha yake. Maana Bwana atakuwa pamoja naye. Na ni siku ya leo Bwana anaenda kuhifadhi hai. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu alifadhaishwa, akauzwa kwa Wadiani, wakamununua, wakaenda naye wakijua ya kwamba ndugu zake Yusufu, wakijua ya kwamba hawatamuona Yusufu tena katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Maana walijua ya kwamba yule ambaye alikuwa ni kikwazo katika hiyo mji, yule ambaye alikuwa ni kikwazo katika hilo boma, tumempiga bei na yeye ameenda, hatarudi tena hapa. Lakini kumbe hawakujua ya kwamba Yusufu alikuwa na Mungu ndani yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapofungua moyo wako mchana wa leo, unaenda kukutana na mkono wa Bwana. Waliokuweka katika miungu yao wanaenda kukuachilia. Waliokuuza na fedha wanaenda kukuachilia. Maana mikononi kwa mahadui hautakuwa pamoja nao tena. Natamani nikapate msomaji mzuri akapate kunisomea kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 45 mstari wa 1 mpaka wa 6. Tusikie Yusufu alipitia nini, na baada ya kupitia Bwana alimtendea nini Yusufu. Nitasoma Mwanzo mlango wa 45 kuanzia mstari wa 1. Unasema, hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, muondoeni kila mtu mbele yangu. Wala hakusimama mtu pamoja naye Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze. 2 nasema, akapaza sauti yake akalia, nao wa Misri wakasikia, watu wa nyumba ya Farao nao wakasikia. Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu, baba yangu angali hai bado. Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi wakakaribia. Akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu, ambaye mliuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Mstari wa 6 unasema, maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 isiyo na kulima wala kuvuna. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunataka tukapate kumwangalia ndugu yetu Yusufu, dhiki aliyokuwa anapitia katika mji. Yusufu alipozaliwa na ndugu zake, yeye Yusufu alikuwa ni kitinda mimba. Na baada ya kuwa alikuwa wamezaliwa, wakubwa zake wakawa wanamuonea wivu Yusufu. Maana Yusufu alikuwa anapendwa na babake. Yusufu alikuwa anampenda Mungu. Na tena Yusufu alikuwa Bwana ananena naye. Kiasi ambacho alikuwa amependwa Yusufu, ndugu zake wakamuonea wivu, wakampangia njama jinsi watamsafirisha Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Njama iliyopangwa ni kwamba ni eda Yusufu wakamumalize kule jangwani, ili wakirudi nyumbani wamwambie baba yao, basi Yusufu amemezwa na mamba, mama Yusufu ameliwa na simba. Haleluya. Wakati walipokuwa wako katika njama ili kumpangia Yusufu jinsi watakavyomaliza, Yusufu akatokezea mbele yao. Lakini kulikuwa kuna mmoja akawaambia ndugu zake ya kwamba tusimwage damu, maana tukimwaga damu sisi itakuwa ni laana kwetu. Afadhali tumuuze Yusufu kwa wale wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapomuuza Yusufu kwa wale wa Misri, hatutamuona tena, maana hawatamwachilia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Njama ikapangwa mpendwa.
Na wakati ilipomaliza kupangwa, na ni kweli Yusufu alipokaribia ndugu zake, wakamsalimia kwa heshima na kumshangilia. Kumbe njama ilikuwa imepangwa ya yeye kuenda kuangamizwa. Haleluya. Neno linasema ya kwamba Wamisri walipofikia mahali pale, wale ndugu zake Yusufu wakawaita, wakawaambia ya kwamba kunaye mtu hapa tunampiga bei, hatutaki kumuona huyu. Kama mko na fedha mumchukue na muende naye. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba Wamisri walipata kumkubali, wakamununua Yusufu ili wakapate kupotea naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neno linatuambia ya kwamba wakati walipopanga safari na kuelekea katika mji wa Misri, walipomkaribia mfalme wa Misri, Yusufu alipoonekana na mfalme wa Misri, mfalme alimpenda Yusufu sana, na akasema ya kwamba tusimumalize Yusufu wala tusimue, na tamani tukamuhifadhi hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Yusufu alikuwa ana Mungu ndani yake. Ndivyo mchana wa leo neno hili limekujia. Ikiwa mimi na wewe ni Yusufu mchana wa leo, ninajua ya kwamba tumeuzwa katika boma zetu, ninajua ya kwamba tumeuzwa katika ukoo, ninajua ya kwamba tumeuzwa katika familia. Wanangojea kusikia kifo chako, wanangojea kuona mateso yako. Lakini nataka nikuambia ya kwamba wachawi na waganga wataenda kuachilia, maana Bwana anaenda kushuka mwenyewe, ya kwamba wewe hautakubalika kwa hiyo miungu, hautakubalika kwa hao wachawi, bali wataenda kukuhifadhi hai. Haleluya. Haijalishi walikukulia fedha kiasi gani, haijalishi waliuziwa na shilingi ngapi, lakini kwa damu ya Yesu Kristo iliyokukomboa wewe, hautakuwa mikononi kwa wachawi na waganga, hautakuwa mikononi kwa watesi, hautakuwa mikononi kwa maadui, maana Bwana anaenda kusimama akakukomboa maisha yako mchana wa leo. Bwana anasimama ni kwa ajili ya kuhifadhi hai jamii yako. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linasema ya kwamba kukaanguka njaa, na njaa ilipoanguka wakakimbilia katika mji wa Misri ili wakapate kuhifadhiwa hai. Na kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na Yusufu kule Misri, Yusufu alikuwa amepewa cheo. Na ndugu zake Yusufu walipokimbilia Misri kutafuta chakula, ndipo wakaenda muona Yusufu. Yusufu akadondokwa na machozi na akaanza kuwalilia, na baada ya kuwalilia akasikia sauti ya Bwana, akaambia ya kwamba si wakati wa kulipiza kisasi. Nataka wakajua ya kwamba wewe Bwana yuko ndani yako, wakajua ya kwamba wewe ni mkombozi, ili ukapate kuwakomboa maisha yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Walipomkaribia mbele ya Yusufu, neno linakwambia kwamba aliwalilia. Na alipowalilia akamwambia Bwana, nipe uvumilivu ili nikawasaidie hawa ndugu zangu, maana ni damu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo mchana wa leo nataka nikuagiza ya kwamba huenda umerogwa na dadako, huenda umepigwa muti na mamako, huenda umewekwa kwa mizimu na babu yako, maana ni damu yako ambayo imekuweka, ni mtu wa karibu aliyekuuza. Lakini mchana wa leo nataka nikwambia ya kwamba wataregesha fedha zao, maana Bwana anaenda kuachilia mtingisho katika hiyo miungu, anaenda kuachilia mtingisho katika hiyo maagano. Machawi yao haitafanya kazi kwako tena, miungu yao haitafanikiwa juu ya maisha yako, maana wewe umekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Maroho yaliyorushwa ni kwa ajili ya kukutatiza, maroho yaliyotuma katika maisha yako, vinyundo vilivyotuma katika maisha yako, walikuuza katika mizimu yao, wakakuuza katika madhabahu yao. Lakini Bwana anaenda kunyosha mkono ya kwamba wewe ukapate kukombolewa, wakakuona ukitembea ukiwa mzima, wakakuona ukitembea ukiwa uko hai, wakapigwa na butwaa katika maisha yao, maana Bwana anaenda kunyosha mkono juu ya maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Jina la Bwana litukuzwe. Ninajua ni mwaka huu wanataka kufunga mwaka vizuri, lakini hawatafunga na maisha yako. Haleluya. Hawatafunga na maisha yako mpendwa, maana damu ya Yesu inaenda kukuweka huru. Damu ya Yesu inaenda kukufungua mpendwa. Wakiwa wamekuhesabu ya kwamba wewe ndio kufunga mwaka, waambie wamechelewa, maana Bwana anaenda kunyosha mkono. Watajifunga wenyewe lakini hawatafunga na wewe. Watafunga na jamii yako lakini hawatafunga na wewe, maana Bwana anaenda kusimama ni kwa ajili ya kuleta utetezi katika maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ye Mungu anayeweza mpendwa. Kuna Mungu anayefungua. Kuna Mungu wa kuponya na kuna Mungu wa kutakasa. Yusufu alimuita Mungu. Na baada ya kumuita Mungu Yusufu, baraka za Bwana ziliandamana pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Niposa mchana wa leo mpendwa, nataka nikuletee tumaini la kwamba bado liko tumaini. Wewe ni wakati wako wa kudai haki yako. Una haki mbele za Bwana, ni wakati ukapate kudai. Mwambie Bwana, ninadai uzima wangu. Mwambie Bwana, ninadai uhai. Mwambie Bwana, nadai uzima, ukatembee pamoja nami. Roho za mapepo zisifaulu ndani yangu. Roho za machawi zisifaulu ndani ya maisha yangu. Nataka nikakuone ukiwa mtetezi. Bwana akakutetee maisha yako, akatetee jamii yako,